Mtazamaji, hii ni Mashuleni TV. Kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza, usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Mhina. Mbunge wa jimbo la Korogwe mjini CPA Charles Mhando Njama amesisitiza suala la viongozi wa ngazi mbalimbali kuangalia ustawi wa jamii wanayoiongoza kwa kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili. CPA Njama amesisitiza hilo Machi 15, 2026 alipokuwa kwenye hafla ya futari iliyoandaliwa na ofisi yake na kufanyika mjini Korogwe na kuhudhuriwa na watu kutoka makundi mbalimbali. Mbunge huyo ametumia nafasi hiyo kugusia changamoto ya barabara ambapo kuna matengenezo yanaendelea katika baadhi ya mitaa na tatizo la kukatika umeme mara kwa mara ambalo kwa sasa limekuwa kero kubwa kwa wakazi wa jimbo la Korogwe mjini. Lakini ukiniambia kwa sasa kero moja kubwa ambayo nayo inatutesa sana ni umeme. Tuwe na eneo maalum kwa ajili ya viwanda. Hatuwezi kufika huko pasipo kuwa na umeme. Wiki hii siku ya Jumanne nimekutana na waziri wa nishati Dodoma na nimempa hii changamoto na akaniambia niongee na meneja wa TANESCO wa Korogwe aniambie nini kinaweza kufanyika kwa haraka, kwanza kukabiliana na hali tuliyokuwa nayo. Na meneja wa TANESCO alinitumia mahitaji yale siku ya Jumanne jioni, nami nimeyakabidhi kwa mheshimiwa waziri wetu wa nishati. Jana nikiwa safarini kuja huku nimempigia simu na ameniambia amemtumia mkurugenzi mtendaji. Nikitoka hapa, kazi yangu ambayo nitaenda kuifanya ni kufuatilia kwa karibu yale ambayo tumeyaomba ili tuone namna gani watusaidia kwa haraka, angalau tupunguze hii changamoto tuliyokuwa nayo wakati tukihangaika na suluhisho la muda mrefu. Sababu changamoto kubwa tuliyokuwa nayo mojawapo ni miundombinu iliyozeheka, na nguzo tulizokuwa nazo nyingi zinapokumbwa na dhoruba za upepo na mvua kama hizi zinaanguka, zinapunguza ile distribution hata yule mdogo ambao tunao. Kwa hiyo suluhisho mojawapo tulilopewa ni kupata nguzo za zege, na takribani tumeomba nguzo karibia 650 ili zije kutuondolea hili tatizo kwa kipindi hiki tulichokuwa nacho. Akizungumzia tatizo la upungufu wa huduma ya maji mjini Korogwe, mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema ameelezea hatua zinazochukuliwa na serikali ikiwemo uwepo wa ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28, akisema kufikia Oktoba mwaka huu wa 2026 ufumbuzi unaweza kupatikana. Swala la maji naamini pia ilikuwa ni changamoto kubwa katika mji wetu wa Korogwe, lakini kupitia uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuna miradi mbalimbali inayotekelezwa kwa msaada wa serikali ya India, miji 28 kuleta maji. Eneo letu la Korogwe ni mojawapo lililopewa msaada huo wa tunaita miji 28 kwa ajili ya kuwafikishia maji ya uhakika wananchi wetu. Lakini swala hili litaenda pamoja katika mkoa wetu wa Tanga na wilaya zingine 4 ikiwemo Handeni, Korogwe, Pangani na Muheza. Kwa naamini kupitia mradi huu ambapo tumeahidiwa kufikia mwezi wa 10 maji yataenda kuwafikia wananchi, lakini kwa ziara ile ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wale watendaji walisema inaweza kuwa hata chini ya sio kufikia kabla hata mwezi wa 10 tunaweza tukaanza kupata maji ya uhakika. Ikumbukwe kuwa hafla ya futari hiyo imeambatana na dua ya kuiombea nchi kutoka kwa viongozi wa dini ikiongozwa na shehe wa mkoa wa Tanga Alhaji Juma Luwuchu ambaye alimwakilisha mgeni rasmi mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari Zuberi. Mimi ni Maretini Mhina. Ya Latif ya Nasir wallahu